Wanasema macho hayadanganyi hata siku moja, lakini kinachozungumzwa zaidi kwa mshambuliaji ambaye ni bora zaidi ni namba. Na leo tunaye Jonathan Soa, nyota huyu mshambuliaji kutoka kwenye klabu ya Simba, wenyewe wakipenda kumuita Simba Mweusi. Lakini tunaye Andy Boyeli Bobwa, nyota huyu kutoka klabu ya Yanga. Amezungumzwa mengi, lakini sisi tunaye Shabel Daniel ambaye ataenda kuangazia kila kitu, ubora wao, lakini nani ambaye ana uwezo wa kufanya vizuri kwenye msimu huu wa 25-26. Nyuma ya kamera ni Musa Kirumbirumbi, tajiri mtoto kutoka mwisho wa reli. Bana Shabel, mambo vipi? Fresh kabisa. Mambo yanaenda Kama kaa. Bana, bora kama umepoa fulani hivi, eh? Amna. Mimi niko safi. Uko vizuri? Niko safi. Bana, tuagize maji kwanza kwa switcher yetu hapa Musa Kirumbirumbi. Atuletee maji ya baridi tuchangamke kidogo. Kabisa kabisa. Bwana, leo tunazungumzia washambuliaji wawili, Jonathan Soa kutoka Simba, lakini Andy Boyeli Bobwa ambaye ni kama ni watu ambao ukiwaangalia physical namna ambavyo walivyo wameonekana kuwa bora zaidi, lakini ni watu ambao wanatabiliwa makubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 25-26. Ya iko hivyo. Jonathan Soa amejiunga na Simba msimu huu kutokea Singida Black Stars. Mshambuliaji huyu kutokea nchini Ghana, amekuja na reputation kubwa huko alipotoka, kwa sababu wakati anatoka Singida Black Stars katika nusu msimu tu aliocheza hapo alifunga magoli 13 kwenye michezo 13 ya ligi, lakini aliwafunga pia Simba kwenye mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho iliyofanyika kule Babati katika mkoa wa Mtwara. Mkoa wa Babati kule Manyara, yes. Na kimzungumzia Andy Boyeli, yeye anakuja na reputation huko alikotoka, kwa sababu huyu ameshawahi kuwa top scorer wa ligi ya Zambia. Akapata move ya kwenda Afrika Kusini kwenye ligi ya huko PSL. Mambo hayakumwendea vizuri katika klabu ya Sekosune, na ameweza kupata move ya kuja kwa mkopo katika kikosi cha Young Africans. Hawa wote mpaka sasa hivi ukiangalia takwimu zao kwenye mechi walizocheza mpaka sasa hivi, huyu Andy Boyeli kwa mfano takwimu zinaonyesha hapa kwamba amecheza mechi 4 katika dakika 192 na amefanikiwa kufunga magoli 2. Jonathan Soa yeye pia amecheza mechi mbili pungufu ya Andy Boyeli. Na mechi 2 zote hizi hawa wote wana vitu common. Wamefunga magoli 2 wakiwa super sub, wakiwa wanatokea kwenye bench. Soa alifunga goli la kwanza, nafikiri kwenye mchezo wa kwanza alifunga akiwa yeye ameanza dhidi ya Fountain Gate kama kumbukumbu ziko sahihi. Goli la pili alifunga akiwa ametokea sub mechi ya juzi dhidi ya JKT Tanzania. Yanga pia kwa huyu Andy Boyeli mshambuliaji wao amecheza mechi 3 ya 4 ya jana dhidi ya KMC, ndio alifanikiwa kufunga magoli 2 kwenye mchezo mmoja. Goli moja la penalti na goli lingine ni pasi aliyopewa na Celestine kuwa akamalizia vizuri tu ndani ya box la KMC. Kwa hiyo huyu amekuwa anatokea mechi zote hizi 4 ambazo amecheza kwa dakika 192. Andy Boyeli amekuwa ni anatokea sub. Jonathan Soa kwenye mechi 2, moja alianza, moja ametokea sub na akafanikiwa kufunga magoli kwenye kila mchezo. Kwa hiyo Soa ni mchezaji ambaye kwa wastani ana wastani wa kufunga goli kwenye kila mchezo. Na hii ni rekodi ambayo ameibeba akitokea Singida msimu uliopita. Kwa mechi 13 za ligi zote kafanikiwa kafunga magoli 13, wastani wa goli moja kwenye kila mchezo. Ni wastani mzuri pia ambao ameuendeleza katika kikosi cha Simba. Japo amekuwa haanzi mara kwa mara, lakini mechi 2 goli 2. Huyu Boyeli mechi 4 magoli 2. Kwa hiyo unaweza ukapata picha who is the best striker mpaka sasa hivi kama tukifanya comparison ya hawa washambuliaji wawili. Lakini umeniuliza hapo swali kwamba uchezaji wao uko vipi? Aina ya uchezaji iko vipi? Andy Boyeli ukimzungumzia Andy Boyeli, huyu ni pure target man. Ni mchezaji ambaye ni box striker. Mchezaji ambaye harakati nyingi, vurugu zake nyingi ni ndani ya box la 18. Tupia mipira ya juu, tupia mipira ya chini.
anaweza compete headers kwa sababu ya height yake, anaweza akafanya vurugu, akawa disrupt ama akawavuruga mabeki wakati wa timu pinzani na kufunga magoli ambayo sio rahisi kwa mshambuliaji wa kawaida kuweza kuyafunga. Lakini ukimzungumzia Jonathan Soa, unamzungumzia an all around attacker, yani mshambuliaji ambaye anafanya vitu vingi kwenye eneo la ushambuliaji. Yani anaweza akakofa vitu vingi kwenye eneo la ushambuliaji nje tu ya magoli. Ukiachana kwamba yeye anaweza akafunga, ni clinical finisher, lakini pia ni mzuri pia kwenye kutengeneza nafasi kwa wenzake. Na pia anaweza akacheza na mshambuliaji mwingine second striker, ama yeye pia akawa pia second striker kulingana na sifa zake, kwamba anaweza akacheza kama mshambuliaji wa mwisho, lakini anaweza akacheza pia kama mshambuliaji namba 2 nyuma ya mshambuliaji mwingine, kama alivyokuwa akifanya msimu uliomalizika wakati yuko na Singida Black Stars. Mara kadhaa alikuwa akicheza na Elvis Baranga Rupia. Lakini kwenye level nyingine ya uchezaji wake, kitu kingine ambacho kipo kwenye game yake ni uwezo pia kutengeneza nafasi kwa watu ambao anacheza nao mbele. Kwa mfano juzi kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania alitengeneza nafasi nzuri sana kwa Elie Mpanzu Kibisawa, ambayo watu wengi tuliamini kwamba Mpanzu angeweza kuitumia na kufunga goli, lakini haikuwa vile. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye utofauti wao uko hapo. Huyu ni mzuri ndani ya box, ni mzuri pia nje ya box. Ndio maana nikamwita kwamba ni an all around attacker, mshambuliaji ambaye anafanya vitu vingi ukiachana tu na kufunga magoli. Ni wale washambuliaji ambao wasipofunga wanaweza kuhusika pia kwenye indirect kwenye upatikanaji wa matokeo ya timu. Tofauti na Andy Boeli, ukiatoa magoli yake sio mshambuliaji ambaye anavutia kumuona kuendelea uwanjani. Yaani mshambuliaji ambaye utafurahia akiwa uwanjani na anafunga, lakini without magoli ni mshambuliaji ambaye watu wengi ndio huwa wanaita kazi bure. Kwa msimu huu nani ambaye unampa nafasi zaidi ya kufanya vizuri kwenye namba? Nadhani ni Jonathan Soa. Naamini atakuwa na msimu mzuri in terms of numbers kwa ile reputation yake na wastani wa magoli ambao amekuwa akiyafunga per game, tofauti na Andy Boeli, kwa sababu hapa tunakompea washambuliaji wawili ambao mmoja ameletwa kama mshambuliaji namba 1 kwenye kikosi cha Simba, lakini mwingine Andy Boeli ameletwa Young Africans kama msaidizi wa mshambuliaji namba 1 ambaye ni Prince Dube kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kila mtu lazima ajitetee kwa nafasi yake. Kitakachomfanya Jonathan Soa aendelee kutetea nafasi yake ya kuwa mshambuliaji namba 1 Simba ni namba kama hizi ambazo amekuwa nazo kwenye ligi, kwamba kila mchezo anapopata nafasi ya kucheza anafunga. Huyu Boeli anapigana vita ngumu sana na Prince Dube ambaye ni mshambuliaji namba 1 Young Africans, ambaye msimu uliomalizika alifunga magoli 13 na assist 8. Kwa hiyo ana kazi kubwa sana ya kufanya. Sioni kama atakuwa na dakika nyingi ama game nyingi za kucheza kama ambavyo atakuwa nazo hizo dakika mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa. Kwa hiyo obvious Soa anaweza kumaliza, kama atakuwa fit, hatapata majeraha, atamaliza akiwa na idadi kubwa ya michezo pamoja dakika nyingi ndani ya ligi kuu, tofauti na Andy Boeli ambaye dakika zake zitakuwa limited, kwa sababu mshambuliaji namba 1 wa Young Africans tunafahamu ni Prince Dube, unless hapa katikati vitu vingine vitokee, labda mwalimu wa Yanga Pedro Gonçalves aamue kubadilisha muonekano wa mashambulizi ya Young Africans na aanze kumpa nafasi Boeli nje ya Prince Dube. Bana, asante sana mtazamaji wa Mtani TV kwa kutufuatilia, lakini pia pongezi nyingi ziende kwa Shabel Daniel ambaye ni mchambuzi wetu, bila kumsahau Switcher Musa Kilumbelumbe, tajiri mtoto kutoka mwisho wa reli Kigoma.